Kakamega wanachunguza kisa ambapo miili miwili, mmoja ukiwa wa mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro mjini Kakamega, ilipatikana katika chumba cha kukodisha katika eneo la Maraba viungani mwa mji wa Kakamega. Mwanahabari wetu Sali Davida anaarifu. Huzuni na simanzi ilitanda katika kijiji cha Maraba viungani mwa kijiji cha Kakamega baada ya miili miwili kupatikana katika chumba cha kukodisha. Mwili wa Tarel Lubonga, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Masinde Muliro, uliogunduliwa na babake mzazi Mofas Lubonga, aliyekuwa ameenda kumtembelea chumbani anakoishi baada ya kutozungumza na yeye kwa muda. Kwa mshtuko aliona damu ikiwa kwenye mlango wa chumba cha mwanawe. Nilikuja kumuona asubuhi ya leo baada ya kumkosa jana, na nilipoangalia kwa mlango nikaona damu, alafu nikajua kwamba humo si kuzuri. Mzee Mofas aliwafahamisha polisi waliokuja na kubomoa mlango na kupata mwili wa mwanafunzi huyo sakafuni ukiwa na majeraha tumboni. Tukainform polisi, ilikuwa tu hivyo. Kwa hivyo sikuwa na habari nyingine yoyote. I just visited my son na nikapata huko ndani si kuzuri, nilichungulia kwa dirisha. Ndani ya nyumba hiyo, maafisa wa polisi walipata mwili mwingine uliokuwa ukining'inia kwenye kamba katika chumba cha kuogea, ikiashiria kwamba alikuwa amejitia kitanzi. Kulikuwa na mlango mwingine ndani, mlango wa choo. Wakaniambia nibomoe mlango ya ndani. Kubomoa mlango tukapata mwili mwingine ndani. Wakazi wanasema huenda mwanafunzi huyo aliuawa na mwenzake kabla ya kujitia kitanzi. Hiyo kitu imesababisha kuuana. Hatuwezi jua kwa sahi, maybe wakishafanya investigation. Sawa, watoto wanaume wanang'ang'ana, at the end of the day anaona life haina meaning, anajitoa hai. Polisi walipeleka mili hiyo kwenye makafani ya Kakamega huku uchunguzi ukianzishwa. Sali Davida, TV 47.